wasimame na kuomba sasa wazazi wasimame, wahudumu wafike mbele kwa ajili ya vijana hawa ili tuweze kuzindua rasmi darasa hili. Ndugu zangu wapendwa, tunapenda kumshukuru Mungu sana kwamba mwaka huu ametujalia darasa la wanafunzi 116 ambao wako kwenye darasa la kipaimara, ambao tunatazamia kwamba kama Mungu atapenda mwishoni mwa mwaka huu wataweza kupata kipaimara. Tunapenda kumshukuru Mungu sana, lakini pia tunapenda kuwashukuru ninyi wazazi, walezi pamoja na wadhamini wa watoto hawa kwamba mmewalea na sasa wakafikia hatua hii ya kufika madhabahuni kwa ajili ya kupata mafundisho ya kipaimara. Tutulie tuwaombee. Mungu Mwenyezi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuomba wajalie ndugu zetu hawa uliowaita wewe mwenyewe wapate kujifunza imani ya Kikristo. Uwape neema yako wakuone wewe na kupata kukufahamu katika mafundisho haya. Waondolee maovu yao yote na kuwaombea imani ya kweli kwa neema yako. Uwape nguvu na ujasiri wa kumshinda mwovu Shetani na moyo wa kulipenda neno lako, waweze kumaliza vema kipindi chao cha mafundisho na kupokea baraka. Mwisho uwape fungu lao mbinguni uliowaahidi pamoja na watakatifu wote, kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Sasa niombe wahudumu wanyoshe mikono. Sasa nitamwomba mzee wetu wa kike ndiye atakayesema neno kwenu kwa ajili ya kuwaelekeza jinsi mtakavyokuwa hapa katika mafundisho yenu, tukiwasihi sana mambo ya msingi kwamba muendelee kufuata mafundisho. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wapendwa wanafunzi wa darasa jipya la kipaimara, kwa niaba ya uongozi wa ushirika ninapenda kuwakaribisheni sana katika darasa letu jipya la kipaimara kwa mwaka 2026. Sisi tuko tayari kushirikiana pamoja na wazazi kuhakikisha kwamba mnapata mafundisho kwa kiwango kinachotakiwa. Ni wasii na kuwaeleza jambo moja: kama mlikuwa makini katika masomo ambayo yamesomwa leo, nafikiri itakuwa mmeondoka na kitu. Basi niwakumbushe wale ambao pengine hamkuchukua vizuri. Tumesikia neno la Bwana linasema hivi: Bwana Yesu alikuwa mpole na mnyenyekevu. Kuweni wapole, kuweni wanyenyekevu, ndivyo mtakavyofundishika. Msipokuwa wapole, msipokuwa wanyenyekevu, hamtafundishika. Hatuko tayari kukamata vitu kuanza fulani sijui kwa nini, lakini tunaamini ikiwa makini, neno la Bwana litawafanya muwe watakatifu, muwe wanyenyekevu, na niye muwe wapole. Na mwisho wa siku Desemba tunategemea kuungana, kushangilia pamoja na niye kama sasa tumepata Wakristo ambao ni kamili. Basi tunawatakia baraka za Bwana katika kipindi hicho, na Roho wa Bwana awaongoze. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi tuombe. Niombe kwa kuanzisha kanisa na kuliongoza kwa Roho Mtakatifu. Tunakusihi utujalie hekima yako ya kimbingu, vipawa na uwezo wa kulilea kundi hili kwa mafundisho ya neno lako, ili sote tukue katika neema yako na kushuhudia ulimwenguni kote. Mungu, tunaomba uwaguse vijana hawa walioko madhabahuni pako, uwape neema yako, waweze kuyashika yote watakayofundishwa, waweze kuwa Wakristo wazuri, wanaokupenda, wanaokutegemea, wanaokuishia.
Mungu mtakatifu, tunawaombea wazazi wao, tunawaombea walezi wao, tunawaombea wadhamini wao, wape nguvu na neema yako, waweze kuendelea kuwalea na kuwatunza vizuri, ili waweze kusimama vizuri katika kukupenda na kukuheshimu na kukuinua wewe. Mungu, kuza kanisa letu ili liweze kukutukuza wewe na kukuinua. Jina lako litukuzwe na ufalme wako uenee popote, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Basi naomba mkulie mpokee baraka za Mungu. Bwana akubariki na kulinda. Bwana akuangazie uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Basi ndugu zangu wapendwa, tuenende katika amani ya Bwana na tuzidi kumtumikia Mungu wetu kwa furaha. Bwana awabariki sana, tangu sasa na hata milele. Amen.